Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, hapa anatoka mara baada ya kufika katika ofisi za ACT Wazalendo makao makuu hapa Zanzibar Vuga kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya urais katika chama chake. Na hapo Jumatano Mheshimiwa Othman atarudisha fomu hii ya urais mara baada ya kukamilisha vigezo vilivyoainishwa katika fomu hiyo. Leo nimekuja kuchukua fomu kwa sababu ni sehemu muhimu ya utaratibu wetu ndani ya chama. Uchaguzi ni mchakato na unapoanzia, kabla hamjaingia kwenye bahari kubwa ambayo ndio ile ya kitaifa, kwanza kuna mchakato wetu ndani ya chama. Na sisi tunashukuru tunacho chombo ambacho kinasimamia mchakato huu, na tunashukuru kwamba maandalizi yao yamekuwa mazuri. Tuwashukuru sana kwa hili, kwa sababu wamesimamia mchakato huu kwa ngazi nyingine za udiwani, za ubunge na uwakilishi katika takriban mikoa yote. Kwa wale ambao tumemaliza, nadhani wengine wamesharejesha fomu, na kwa wale ambao wanaendelea nadhani wa udiwani, nadhani karibu taratibu utakamilika. Kwa hivyo na kwa upande huu nawashukuru kwamba wamelisimamia vizuri zoezi hili. Kwa mimi niwashukuru sana kwa moyo wenu wa kushirikiana na mimi katika mchakato huu. Lakini leo kama tulivyozungumza kwamba leo si siku ya kuzungumza, leo ni siku ya kujigotoa tu kwamba tumechukua fomu hii, lakini mazungumzo rasmi na waandishi wa habari ili kuwapelekea taarifa umma wetu, wanachama wetu na Wazanzibari wote. Basi inshallah tutafanya siku ya kurejesha fomu ambayo itakuwa ni Jumatano tarehe 16 mwezi huu. Siku hiyo tutapata kuzungumza, mwenye maswali atapata kuuliza vile vile. Lakini kwa leo mimi niwashukuru sana kwa hatua hii na kwa zoezi hili na kwa kushiriki katika shughuli hii. Tunategemea tutasimamisha nafasi zote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hajatokeza mtu kuchukua fomu kutoka urais wa muungano bado. Kwanza hasa kwa upande wa bara tunajielekeza zaidi katika masuala ya kudai mabadiliko ya katiba. Kwanza ndio ajenda yetu kubwa, lakini na mambo mengine yataendelea baadaye. Lakini mshasaini kubali kanuni. Ndio maana sisi tuna sign, hatususi, tuna sign, hatua nyingine zitafuata. Kama ni kwenda mahakamani, sisi hatuachi fursa yote. Kwa hiyo si swala kwamba tumesign kwa kukubali, tumesign kwa sababu ndio utaratibu ulivyo, na hatua nyingine kama chama tutachukua za kupinga yale ambayo tunahisi sio sahihi.